Ndugu zangu wa Kiislamu, lakini Idi hii inatufunza mengi sana. Katika mengi hayo ni kwa ajili ya kuwa na subra na kuwa na ucha Mungu. Kuwa na subra katika mambo yote, kuwa na subra katika khairi, kuwa na subra katika maasi, kuwa na subra katika ibada na kuwa na subra katika mambo yote ambayo yapo yanakuzunguka. Laiti ingelikuwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam ameweza kutekeleza jukumu lile kwa kumchinja Nabii Ismail, leo hii mimi na wewe tungekuwa watoto wetu tunapokuwa nao tu, ikifika Idi kama hii tungekuwa tunawachinja. Tuangalie katika vizazi vyetu, je, watoto wetu wangekuwa wanaweza kukubali? Lakini hapa inaonyesha kwamba Nabii Allah Ibrahim alayhi salam aliweza kuwa na imani ya kweli, aliweza kuionja ladha ya imani, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia katika hadithi ambayo inapatikana katika Sahihi Buhari hadithi namba 16 na Sahihi Muslim hadithi namba 43. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia nini? Anatuambia thalathatu man kunna fihi wajada halawatul iman, vitu vitatu mwenye kuwa navyo atapata ladha, ataonja ladha, utamu wa imani. Ni vitu vipi hivyo ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kipenzi chetu anatuambia mwenye kuwa navyo vitu vitatu hivyo atakuwa anapata ule utamu wa imani? Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam Muhammad fil awwalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده. جزى الله سيدنا محمد خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسول عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين. أما بعد، ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna lilmuttaqina mafaza. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika wacha Mungu ndio wenye mafanikio. Ikhwatu min al-iman, ndugu zangu katika iman, leo ni siku ya Eid al-Adha. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia hakika ya wacha Mungu ndiyo wenye mafanikio. Kwa hiyo mafanikio yanapatikana katika ucha Mungu. Kwanza kabisa, ndugu zangu wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kwa mara nyingine kuidiriki siku hii ya leo, siku ya Idi, kwani wengi wao walihitaji siku hii waweze kuwa nasi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameshawahitaji na wameshafika mbele yake. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya njema na vile vile awe
kuridhia, hasa katika siku hizi, miongoni mwa siku ambazo ni siku nzuri au siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia katika Qur'ani kwa kusema kwamba kayapia haya masiku 10 ambayo ya mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja. Katika siku hizi, miongoni mwa leo, katika siku hizi ya 10 ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia katika Qur'ani, leo ni siku ya Idi. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie afya njema, atupe mwisho mwema. Pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe au atufishe hali ya kuwa tukiwa Waislamu na wenye kutamka shahada. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie hivyo. Watukufu wa Islam, vile vile tuwaombee wenzetu ambao wameshatangulia mbele ya haki. Allah awasamehe dhambi zao, awajalie makaburi yao ya katika viwanja vya pepo. Ayuha alhadirun, alyawmul eid, yawmul eid al-adha. Leo ni siku ya Idi, ni siku ya furaha kwa sisi Waislamu. Tunatakiwa tufurahi kwa kula, kunywa vile ambavyo ni vya halali, kwa kuvaa mavazi ambayo yenye stara, tena yenye stara nzuri. Ndugu zangu wa Kiislamu, pia ni siku ya kufurahi kwa kutembeleana, kwa kutembelea wazazi wale ambao wazazi wako mbali, kwa kuwapigia simu kuwajulia hali zao. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo ni siku ya kukaribishana ili kujenga urafiki na kujenga upendo baina yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, vile vile ndugu zangu wa Kiislamu, ni siku ya leo, ni siku ya kusameheana. Kwa wale ambao tumekosana, basi kuombana msamaha na kuishi hali ambayo Allah pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaridhia maisha hayo. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa wale ambao tumekoseana, kwani siku zote tunapoishi katika mgongo huu wa ardhi hakuna ambaye ni mkamilifu, sote ni wakosefu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ambaye hana mapungufu. Kwa hiyo kwa wale ambao tumekoseana, tuombane msamaha na tuishi hali ya kuwa wenye kuridhiana, kwa kuanza maisha mapya, maisha ambayo tutayaanza katika siku hii ya Idi na siku nyingine ambazo zinafuata. Ndugu zangu wa Kiislamu, vile vile tusisahau kwenda mahospitali kuwatembelea wagonjwa na kuwaombea dua, bila ya kusahau kuzuru makaburi na kuwaombea dua ndugu zetu waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya furaha na tunatambua ya kuwa wenzetu wapo kwenye mji mtukufu wa Makkatul Mukarrama wakiwa wanaendelea na ibada ya hija, na sisi leo tunafurahia kwa kufika siku hii ya Idi. Tunaposema Idil Adha tunakusudia yaumu tadhhiya, maana ya kujitolea muhanga kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, wale ambao wameenda katika mji mtukufu wa Makka, wameenda kutekeleza moja katika nguzo za Kiislamu, na sisi ambao tupo katika miji yetu tunafurahia siku hii, siku ya Idi. Ndugu zangu wa Kiislamu, lakini Idi hii inatufunza mengi sana, lakini mengi sana hayo, miongoni mwayo katika mengi hayo ni kwa ajili ya kuwa na subra na kuwa na uchamungu. Kuwa na subra katika mambo yote, kuwa na subra katika kheri, kuwa na subra katika maasi, kuwa na subra katika ibada, na kuwa na subra katika mambo yote ambayo yapo yanakuzunguka. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuangalie Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipewa mtihani gani na alikuwa na subra kiasi gani. Subra hiyo ilimpelekea kupata ladha katika ladha ya imani, kwani huwezi kuonja ladha bila ya kuwa na subra na bila ya kuwa na uchamungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam ambaye alikuwa ni baba wa mitume alikuwa na subra, aliishi mpaka miaka 86 hali ya kuwa hana mtoto, lakini aliomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala
ajaaliwe mtoto, lakini kuomba huko sio kuomba mtoto tu, ni kuomba mtoto ambaye atakuwa mtoto mwema, kwa kusema rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu na kuomba unipe mtoto au unipe mtoto ambaye ni mtoto mwema. Kwa hiyo na sisi inatufunza hata tukiomba na sisi tuombe vitu ambavyo ni vyema. Tukiomba mke tuombe mke mwema, tukiomba watoto tuombe watoto wema, tukiomba vipando basi Mungu ajalie vipando hivyo viwe katika mambo mema. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia Nabii Ibrahim kwa kusema fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria Nabii Ibrahim kijana aliyekuwa mpole kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala baada Nabii Allah Ibrahim alayhi salam kuomba mtoto mwema, Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria Nabii Allah Ibrahim kijana aliyekuwa mpole, naye ni Nabii Allah Ismail alayhi salam. Lakini alipopewa mtoto baada ya kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akampa mtihani mwingine. Ni mtihani gani huo? Basi Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam baada ya kuwa mtoto wake Nabii Ismaili ameshakuwa mkubwa wa kucheza naye, wa kufurahi naye, Allah akamuotesha katika ndoto. Na kama tujuavyo ndoto za mitume basi hizo huwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Allah Ibrahim akamfuata kijana wake, mtoto wake ambaye alikuwa ni mtoto mwema, akamwambia ewe mtoto wangu, nimeoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, natakiwa nikuchinje. Huo ni mtihani. Basi Nabii Ismaili akamwambia ewe baba yangu, fanya kama Allah alivyokuamrisha. Huyu ni mtoto mwema na huyu ni baba mwema, kwa hiyo wote wanakaa discussion pamoja, anamwambia nimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala nikuchinje. Lakini mtoto anaridhia, hali ya kuwa ni mtoto mwema, anaridhia kama Allah amekuamrisha, hakuna la kupinga, hali ya kuwa wewe unatakiwa nichinje. Basi mpaka walipofika katika sehemu ile ya kuweza kuchinja, Nabii Allah Ibrahim anatekeleza jukumu ambalo Allah amemwamrisha, na Nabii Allah Ismail naye anakubali kutekelezwa hilo jukumu ambalo baba yake ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anatekeleza jukumu lile, hapo ndo Allah subhanahu wa ta'ala akamletea kondoo kutoka mbinguni, kondoo kutoka peponi, akamwambia jukumu lako ambalo unatakiwa kulitekeleza kweli umeweza kutekeleza, mtihani wako kweli umefaulu, kwa hiyo mimi nakuletea kondoo ili uweze kutekeleza. Laiti ingelikuwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam ameweza kutekeleza jukumu lile kwa kumchinja Nabii Ismail, leo hii mimi na wewe tungekuwa watoto wetu tunapokuwa nao tu, ikifika Idi kama hii tungekuwa tunawachinja. Tuangalie katika vizazi vyetu, je, watoto wetu wangekuwa wanaweza kukubali? Ingelikuwa wewe uko kwenye nyumba, ikifika Idi unaikuta uko peke yako. Kwa hiyo huu ni mtihani. Mwenyezi Mungu alikuwa anamwangalia Nabii Ibrahim, aliweza kutekeleza, na vile vile kwa kuweza kumletea kichinjio kile, kuweza kuchinjwa yule kondoo, na kuweza kufanya au kuweza kujaalia Allah subhanahu wa ta'ala mtihani ule kuweza kufaulu Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia falamma aslama watallahu liljabin, kama nilivyosema kwamba baada ya kufika katika sehemu ile, basi Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kumletea kondoo na kuweza kutekeleza jukumu lile la kuweza kuchinja. Lakini hapa inaonyesha kwamba Nabii Allah Ibrahim alayhi salam aliweza kuwa na imani ya kweli, aliweza kuionja ladha ya imani,
kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia katika hadithi ambayo inapatikana katika sahihi Buhari hadithi namba 16 na sahihi Muslim hadithi namba 43. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia nini? Anatuambia thalathatu man kunna fihi wajada halawatul iman, vitu vitatu mwenye kuwa navyo atapata ladha, ataonja ladha, utamu wa imani. Ni vitu vipi hivyo ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kipenzi chetu anatuambia mwenye kuwa navyo vitu vitatu hivyo atakuwa anapata ule utamu wa imani? Kitu cha kwanza tusikilize kwa umakini ndugu zangu wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, mwenye kumpenda Allah na mtume wake zaidi ya yote mengine. Kama mtu atakuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake kuliko kitu kingine chochote kile, hapa inaonyeshwa Nabii Ibrahim alayhi salam aliweza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hata yule mtoto wake ambaye alikaa miaka 86 hana mtoto, amepatiwa mtoto ambaye inakuwa kama ni tunu, inakuwa kama yeye ndio kioo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, mimi jukumu langu ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na sisi natupasa tuweze kuwa na hilo ambalo tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake kuliko vingine vyovyote ambavyo vipo katika mgongo huu wa ardhi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia katika hadithi hii, anatuambia wa an yuhibba almar'a la yuhibbahu illa Allah, kumpenda mtu, yani mwenye kumpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, upendo usio na maslahi ya dunia. Yani ukimpenda rafiki yako umpende kwa ajili ya Allah, ukimpenda mke wako umpende kwa ajili ya Allah, ukimpenda mtoto wako au jirani yako au yoyote yule, basi uhakikishe unampenda kwa ajili ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umpende katika kheri, umwamrishe katika kheri, umkataza yale ya shari. Ndugu zangu wa Kiislamu, kama tunavyoona Nabii Ibrahim alimpenda Allah subhanahu wa ta'ala, alimpenda mtoto wake, lakini mapenzi yale hayakumfanya aweze kukiuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi hii wa an yakraha an yauda fi al-kufri kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar, yani kuchukia kuingia katika ukafiri kama unavyochukia kuingia katika moto wa jahannam. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuweze kuchukia kuingia katika ukafiri kama vile tunavyochukia kuingia katika moto. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya ni mambo matatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia ili tuweze kuwa nayo, kama vile alivyokuwa nayo Mtume Nabii Ibrahim alayhi salam na mitume mengine na wale wacha Mungu. Basi na sisi tuweze kuwa nayo mambo matatu haya ili tuweze kuwa na uchamungu wa kweli na tuweze kuionja ile ladha ya imani. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Mwenyezi Mungu huwa pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo subra ni miongoni mwa imani. Ndugu zangu wa Kiislamu, yatupasa katika idi hii ya kuchinja au idi hii Idil Adha, tunatakiwa kuweza kuchinja kuanzia leo. Baada ya swala watu tujitahidi kuchinja vile ambavyo tumeviandaa vyenye kheri au vya halali, lakini tunaweza tukaendelea mwezi 11, mwezi 12 mpaka mwezi 13 jua linapozama, tunaweza tukachinja kwa wale ambao hawajajiandaa kwa siku ya leo. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni ibada kubwa sana ya kuweza kuchinja. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kutekeleza kama Nabii Ibrahim alivyofanya jukumu lile na mitume wengine waliokuja baada yake, na sisi vile vile yatupasa tuweze kuchinja katika hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu ameturuzuku. Vile vile ikiwa leo ni siku ya furaha, yatupasa tukae kwa kuomba, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie amani kwenye nchi yetu na awape busara, hekima viongozi wetu na waongoze kwa uadilifu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kila la kheri na kutuepusha na kila la shari. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ndugu zangu wa Kiislamu, na wahusieni kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama nami navyohusia nafsi yangu. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo ni siku ya Idi. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufika Madina aliwakuta watu wana sikukuu nyingi tu nyinginezo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekeza sikukuu katika Uislamu ni Idil Fitri pamoja na Idil Adha, ambayo ni siku hii ya leo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameyapia masiku haya masiku 10 ambayo leo tunayamaliza, walayalin ashri. Kwa kuyapia masiku haya, Allah subhanahu wa ta'ala anapokiapia kitu kwenye Qur'ani anakipa ubora. Kitu hicho inakuwa ni kitu bora, kitu hicho kinakuwa ni kitu cha umuhimu. Kwa hiyo tumeanza toka mwezi mosi, wenye kufunga Allah subhanahu wa ta'ala azikubalie saumu zao. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo tumemaliza siku 10, lakini bado tunaendelea katika siku hizi ambazo ni mwezi 11, 12, 13. Zote ni siku bora. Yatupasa kuweza kudiriki, kuweza kuhimili, kuweza kustafidi katika mambo ambayo ni ya kheri. Ndugu zangu wa Kiislamu, sio kwamba tumemaliza siku ya Idi ikawa sisi ndio siku ambayo tunafanya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Idi ni sawa sawa anamuasi Allah siku ambayo ni siku ya hukumu, siku ambayo tumekusanya sote pale, yeye akaendelea na maasi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ni jambo gumu. Ndugu zangu wa Kiislamu, yatupasa tuweze kuwa katika mstari ambao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanaridhia. Mstari huo ni mstari gani? Mstari wa uchamungu. Uchamungu ni nini? Ni kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea aya nyingi katika Qur'ani zinazohusiana na uchamungu, zinazohusiana na khairat. Vile vile na mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba ladha za imani ya kweli, imani thabiti, inafanywa kuwa na subra na kustakabili na kuwa katika miongoni mwa kufanya mambo ambayo ya kheri. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi kusimamisha swala, kwani swala ndiyo kama kila kitu katika Uislamu. Tukisema kila kitu ni sawa sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha swala kama kichwa kwenye kiwiliwili. Mtu akiwa amepata ajali, akivunjika mkono atatibiwa, akivunjika mguu hata kiuno atatibika, lakini akiambiwa amekatika kichwa, huyo mtu hawezi kuwa anaendelea na uhai. Hivyo hivyo ni katika swala pia. Swala katika swala au kiwiliwili kinakuwa kina kichwa. Akikatika kichwa mtu, basi ni sawa sawa na mtu ambaye hana swala. Kwa tujitahidi kuweza kudiriki swala zote 5 za fardhi pamoja na kuswali swala za sunna. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa na maswahaba akawauliza, hivi miongoni mwenu kukiwa kuna mtu nje kwake kuna mto na ule mto akawa anaoga kila siku mara 5 kwa siku, je, mtu huyo atakuwa anabaki na uchafu? Maswahaba wakamwambia, la ya Rasulullah, hakika mtu huyo atakuwa ni mtu mswafi, atakuwa ni mtu ambaye yuko personality kabisa. Basi ni sawa sawa na vile vile tunapokuja kutekeleza ibada ya swala katika swala zile 5,
basi ni sawasawa yale maovu madogo madogo yanapokuchuka au yanaondoka katika mwili, katika nafsi ya mwanadamu, yanabaki yale maovu makubwa ambayo hayo mpaka mtu aombe msamaha kwa Mola wake, au yale maovu ya kudhulumu mpaka mtu akamwombe msamaha yule ambaye amemdhulumu, au aombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kutekeleza ibada ya swala, tujitahidi kuwa na subra, tujitahidi kuwa na uvumilivu katika khairat. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunahusiana kwani hakika ya ukumbusho huwafaa wale ambao ni waumini. Kwa hiyo tujitahidi kukumbushana katika mambo ya kheri. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya Idi kama tulivyoambizana, ni siku ya kuchinja. Tunatakiwa tuwahi tukachinje. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie vichinjo vyetu, atukubalie ibada zetu tulizozifanya kwenye miezi mingine yote iliyopita, pamoja na siku hizi 10 na siku zinazoendelea. Pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie ucha Mungu, atukubalie mema yetu na ibada zetu, awakubalie ibada zao waliokwenda kuhiji huko Maka, na awarudishe majumbani mwao salama. Pia azifanye nyoyo zetu ziwe nyoyo zenye kupenda ibada na kuacha maovu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wa adhab sirat warzuqna an-nadhara wajhikal karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eid mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Kullu aam wa antum bi khair. Assalamu alaykum. Takbir.